Ligi kuu ya kandanda ya Tanzania bara, Young Africans wamefanikiwa kurejea kileleni mwa msimamo wa NBC Premier League baada ya kuipa kipigo KMC cha bao 4-1 kwenye mchezo uliopigwa uwanja wa KMC Complex uliopo Mwenge pale jijini Dar es Salaam. Taarifa juu ya kilichojiri katika mchezo huo, huyu hapa mwanamichezo Spiderman Jacob Kapaya anatujuza kwa kina zaidi kilichojiri ndani ya dakika 90 za mtanange huo. Baba mwenye nyumba akapigwa goli 4. Sasa kama atakasirika hatujajua tutahamishwa chumba au tutaendelea. Yes, hapa uwanja wa KMC Complex Young Africans wametoa kichapo cha mbwakoko, kichapo kizito kwa baba mwenye nyumba KMC FC katika mchezo wa ligi kuu ya NBC. Young Africans wakiibuka na ushindi wa mabao 4-1 bila huruma kwa baba mwenye nyumba, ambapo baada ya dakika 90 mchezaji wa Young Africans ambaye ni Ofen Chikola ameeleza kipi ambacho kimesababisha wao kuibuka na ushindi mnono katika mchezo wa hii leo. Kwa kipindi cha kwanza ni kweli baada ya kupata goli tulikuwa tumeshuka kidogo, wapinzani wakarudisha, lakini tulipoenda katika vyumba vya kuvalia, mwalimu alisema tuwe na uvumilivu tunapokuwa na mpira, kwa sababu wao wanaweka block chini, na maana kucheza na timu hiyo inahitaji na uvumilivu kuhakikisha mnacheza ili kuweza kupata zile nafasi za kutengeneza magoli na kutumia vizuri. Ndio tulichokifanya. Kwa upande wa KMC kupitia kwa mchezaji Oscar Paul, amesikitika kwa matokeo ya mchezo wa hii leo, huku akiamini kuwa hizi ni nyakati ngumu kwa upande wa KMC. Ni kweli hatuko vizuri, ni kipindi kinapita, kipindi kigumu kinatupitia. Hatujaona matokeo mazuri, takriban saizi mechi ya 5 mfululizo tunafunga. Kwa hiyo tunarudi kwenye uwanja wa mazoezi, tunakaa chini na walimu, tunaangalia wapi tunakosea karibu kila mechi. Mechi hii imeisha, sasa hivi tunaangalia mechi inayofuata dhidi ya JKT katika uwanja wetu wa nyumbani. Tulazimishwa kufanya makosa, baadhi ya makosa tumeyafanya kwa uzembe. Ndio maana wenzetu wametumia kwa sababu ya quality yao. Young Africans wana quality kubwa, kufanya kosa moja wanakuadhibu kosa moja. Mashabiki wa Young Africans wanaamini hii ndiyo Young Africans ambayo itawafikisha nchi ya ahadi. Kwa majina naitwa Abdalla Liumba, ni mwanachama klabu ya Yanga tawi la maduka mawili Changombe Temeke. Tunaoiona sasa ile Yanga ambayo tulikuwa tunaitegemea siku zote. Tunashambulia, tunakaba wote, tunapanda juu, tunarudi. Kwa hiyo ni timu ambayo nimeona kabisa ina mwelekeo kuelekea mbele. Ukiangalia hata baadhi ya wachezaji ambao walikuwa wanatumia Mwalimu Folz sasa hivi pia wanaweza kuwa wanaanzia sabu kutokana na mfumo wa mwalimu jinsi mpya alivyopaleti. Kwangu mimi naweza kusema ni mwalimu ambaye amekuja ameitengeneza Yanga Afrika jajao na furahisha. Tuna timu nzuri sana. Wewe mwenyewe umeona leo mwenye nyumba kakimbia nyumba leo. Mwenye nyumba kakimbia nyumba leo. Ndio kachukua chuma 4 leo. Kwa jina anaitwa Nasoro Yanga. Kweli timu ya Folz na kocha Pedro ina utofauti. Kama unaona timu ya Pedro inapiga pasi nyingi, inaenda inashambulia kwa nguvu tofauti na kocha aliyopita. Na kama umeona tokea Folz akae, si hatujawahi kupata ushindi wa goli 3 au goli 4. Sawa. Zidi ya Pedro. Kocha Pedro kaja akaionyesha yupo muda mfupi. Sio Pedro. Umeona kaja muda mfupi, lakini unaona timu inavyofanyaje? Inavyocheza. Tuna imani kabisa. Tunaenda kuchukua ubingwa wetu. Tunaenda kuchukua Azam Federation. Tunaenda kufika nusu finali klabu bingwa. Mabadiliko tumeyaona, na pili kuna vitu kocha kaja kuvifanya. Ligi hii tokea ianze, hakuna timu yoyote ndani ya dakika 90 imeshinda goli 4 zidi ya Yanga peke yake. Ligi hii tokea ianze, ndani ya mechi moja hakuna mchezaji yoyote aliyofunga goli 2 zidi ya Boeli. Baba mwenye nyumba akapigwa goli 4. Sasa kama atakasirika hatujajua tutahamishwa chumba au tutaendelea. Ila baba mwenye nyumba yupo itabani. Kwa sasa maeneo ya Mwenge jijini Dar es Salaam usiku ni kama mchana, baada ya uwekwaji wa taa katika uwanja wa KMC Complex, ambapo meneja wa uwanja wa KMC Complex ambaye ni Hussein Kipindura amesema wakati wowote kuanzia sasa michezo ya usiku itaanza kufanyika katika uwanja huu baada ya ukaguzi kufanyika. Tulikuwa tunategemea muda wa jioni tu ambao ni kucheza mechi, na mashabiki wengi walikuwa wanalalamika hasa kwa upande ule kule wa pili. Tunajua kuna kweli kwa jiografia sasa hivi mazingira hali ya hewa kuna jua kali sana. Kwa hiyo baada ya uwepo wa taa kwa kutapunguza ile hali ya jua. Alafu pili pia kama unavyojua sehemu Mwenge ni center, kwa maana mtu yoyote ni karibu kufika. Itaongeza uwigo mpana kwa bodi ya ligi, kwa maana wamiliki wa mpira kupanga ratiba yao. Pia tutaongeza kwa maana kwa zile mechi ambazo zinachezwa katikati ya wiki,
zitawapa nafasi mashabiki wengi kuja kuziona. Hata akitoka kazini saa 12 anasogea KMC Complex, anaangalia mechi saa 1 mpaka saa 3, anaenda nyumbani. Kwa hiyo kama kuna watu walikuwa wana miss mechi, kuanzia hapo baada ya kuanza kutumia taa, watakuwa wanaona mechi zao live wakiwa KMC Complex. Yes, kocha mkuu wa kikosi cha KMC FC Marcio Maximo amepoteza michezo 5 mfululizo ya ligi kuu ya NBC. Akifika Krismasi bado akiwa KMC, basi atakuwa ametoka nyumbani ameaga vizuri. Lakini kuanzia sasa ukisikia taarifa kwa umma, basi imetoka KMC. Kutoka hapa uwanja wa KMC Complex, mimi ni Spiderman Jacob Kapaya. Kapaya bwana mchonganishi sana. Ameangusha mic. Pigisha shot kabisa bwana. Ameangusha mic. Yaani anamchongea kabisa Maximo. Watu taarifa kwa umma ihusu Maximo. Lakini pia wiki iliyopita actually yeye mwenyewe aliandika kwenye ukurasa wake wa Instagram kwamba kuna uwezekano mkubwa Marcio Maximo akafutwa kazi na KMC. Kwa hiyo inawezekana vyanzo vyake anavyoviamini vimdodosea kwamba bwana ili jambo sasa hatimaye wiki hii inayokuja sasa tukalitoa. Okay. Ushindi mkubwa kwa mchezo mmoja. Ushindi mnono. Mnono. Yanga wanaopata tangu msimu mwanze. Hakuna timu ambayo timu ya ligi kuu ambayo imefanikiwa kupata ushindi wa kuanzia bao 4 msimu huu tangu umeanza. Ndio. Young Africans wanathibitisha ukubwa wao kwa ushindi wa bao 4-1 dhidi ya KMC. Kama hujautazama mchezo unaweza kusema kwamba Yanga waliutawala vyema sana huo mchezo in terms of performance. Lakini kwa yule ambaye amefuatilia mchezo anaweza akawa na maoni tofauti. Sijui kwa upande wa Marusu. Kwenye makaratasi Yanga wameshinda tunasema kwa ushawishi. Kwa maana score ile inatisha na inakwambia na hata takwimu pia. Of course. Pasi za kutosha, pasi zaidi ya 500. Yes. Ukiangalia ile score line unajua hata unaona Pacome ametoa assist na amefunga. Kwenye siku bora ya Yanga unatarajia hicho kitu kiwepo, Pacome afunge na assist. Lakini pia striker ameweka kambani Alboyele. Maxim pia Nzengeli amefunga. Kwa hiyo kwenye siku bora ya Yanga ya misimu za hivi ya karibuni hapa, majina hayo ukitoa Boyeli, majina hayo mawili akihusika na show unajua okay. Alafu kaangalia pale score line 4-1. Yanga wala hahitaji uchambuzi mwingi. Hahitaji uchambuzi, Yanga wameumiza mtu. Lakini leo ilikuwa inatafsirika hivyo. Kwa maoni yangu hapana. Kwa dakika 60 za mchezo, kuanzia dakika kwanza mpaka 60, hakukuwa kuna tofauti baina ya timu ambayo inashika nafasi ya mwisho kwenye ligi na timu ambayo inaweza ikawa nafasi ya kwanza kwenye msimamo wa Premier League kama itaushinda mchezo. Hakukuwa na tofauti. Kwa maoni yangu. Yaani ni kesi lele ya jana ya Simba na JKT by the way. Kwa maana ya kwamba kabla hata mchezo hujaanza we know KMC zidi ya Yanga, KMC watapaki basi, watabaki low, watawaachia Yanga most of the ball, watawaacha Yanga waje kwao. Maybe kama watakuwa na guts watakaba walau kuanzia katikati mwa uwanja, but kuwa high press itakuwa ni likizo, ni kitu ambacho kitotokea. Tutamwona Diala anapata uhuru wa kufanya anachotaka, backline yake Mwamnyeto pamoja na Jobu watafanya anachotaka. Hussein pamoja na Isla watazurula wanavyotaka kuja juu. Kiungo Duka hatopata kazi kubwa sana kuweza kuwa involved na mpira kwa sababu hakuna mtu anampa mashinikizo makubwa. Ulinzi utaanzia kwenye watu wa mbele yake na Duka, Dombia pamoja na Max kwa kesi ya leo, and then further up forward kwa Maxi, kwa Dube and offense Chikola kwa kesi ya leo. Kwa hiyo kitu gani Yanga wanakifanya wao sasa kama timu ambayo inapaswa kuwa na mpira muda mwingi, ambacho ukikumbuka na siku za nyuma za Yanga nyingine, alafu unaitazama leo, alafu unatafuta jibu moja, je, wameleta productivity sahihi ama wameleta mrejesho sahihi tunaofahamu au wametuhangaisha kuangalia mchezo? Kwa hiyo kwa dakika 60 za mchezo KMC mlengo wao wa kubakia chini kuzuia ulitafsirika, yani ulikuwa unaonekana wazi ni huo. Lakini je, walikuwa ni timu ambayo ilikuwa na defend kweli? Hapana. Yani Yanga walikuwa wakitaka kufika eneo la mwisho la KMC wanafika wanavyotaka.
spidi ya KMC kuziba mianya kwenye mistari yao ya ulinzi haikuwa toshelevu. Yes. Yani ulikuwa shambulizi la Yanga likianzia kwa Diala linamalizikia kwa Dube kule juu. Aidha amegusa Pacome ama amegusa Israel overlap ama amegusa Mohamed Hussein ama hivyo yani. Yani ilikuwa ni ilozoni Yanga kuweza kukamilisha kazi. Kwa KMC walikuwa subiria Yanga. Yani walishaenda kibla wanangojea Yanga wapatie wamalize jambo. Japokuwa Yanga wao wenyewe walikuwa wanakosea zaidi kukamilisha mkakati wao ambao walikuwa na upanga. Sasa utakuja kwenye mpango wa Yanga. Mpango wa Yanga ambao tunautarajia zidi ya KMC. Obviously watakuwa dominant kwenye kila eneo. Umeona? Na hiyo ni hata hahitaji maelezo sana. Based on their quality players walionao, bench la ufundi walionalo, investment ambayo imefanyika kwenye cost ya Yanga huwezi kulinganisha na investment kwenye cost ya KMC. And mind you, these guys ni defending champs wa ligi kuu. Kwa hiyo wao lazima wape edge zidi ya timu ambayo imefungwa michezo 4 mfululizo kwenye ligi kuu. Sawa? Lazima wape edge wao. Kwa hiyo did they give that idea kwamba unaitazama Yanga ambayo ni defending champs, unaitazama Yanga ambayo ndio timu inayopaswa kuwa ya kwanza kiwanjani, unaitazama Yanga ambayo inacheza with the tempo, unafurahi kwamba inakimbia kama ambavyo inafahamika kwenye standard ambao wameiweka kwa misimu 4 ya mafanikio, au niseme misimu 3. Msimu uliopita mimi siuhesabu sana. Nadhani decline ilishaanzia kuanzia pale. So for me ilikuwa disappointing to be honest, kwa maana ya dakika 60 za mwanzo Yanga kuna mazingira mengi sana wangeweza kufanya bora zaidi lakini hawakufanya. Na kwenye kikosi cha kwanza maybe sasa ndo huko sasa tunakuja kwenye kwa nini imekuwa hivyo. Kila mtu anakuja na theory yake. Kuna mtu mwingine anasema ni swala la kisaikolojia, timu imeshinda sana, wameanza kuwa complacent, wanajisahau. Some players sasa hivi kuna namna fulani wanashindwa ku accept new ideas kwa sababu tayari zile ideas zilizofanywa wafanikiwe ni kama wanaogopa kuziacha, lakini pia wanaogopa kupokea ideas mpya. Lakini at the same time ndicho kitu ambacho kimetokea kwa huo mnajili, kwa sababu walimu wamebadilika over the course. Ukijumlisha miezi ukapata mwaka mmoja wa maisha ya Young Africans yalopita, unakuta kama mabadiliko zaidi ya makocha 4 5. And that's not ideal kwa klabu ya daraja la. Kwa hiyo kwa kifupi unaweza kujikuta unalaumu wachezaji. Kumbe haya mabadiliko ambayo sometimes yalikuwa ni ya lazima na mengine sio ya lazima yamepelekea kuikosa ile identity ya Young Africans, kwa sababu kila mwalimu anayekuja anajaribu kuja kuingiza vitu vyake vipya, jambo ambalo sio jepesi sana kwa wafanya wachezaji wakawa familia na hiyo mifumo na imani ya makocha tofauti ndani ya kipindi kifupi. Mimi naelewa hicho, lakini at the same time sisemi kama ninawalaumu wachezaji, lakini najaribu kuwaza katika, naweza kusema nje ya box zaidi. For me, mtu akiniambia ilitosha Yanga kuchukua ligi kuu mara 4 mfululizo na sasa hivi wako kwenye decline, kidogo hai make sense. Iwapo tunatumia performance kiwanjani peke yake na mazingira mengine ya kufanania, kwa maana ya kwamba kuna timu kama FC Bayern toa Bundesliga zaidi hata mara 7 mfululizo, kuna PSG ambao wanachukua Ligue 1 kila season, Real Madrid washaye kudominate Europe, wanachukua Champions League misimu 3 mfululizo, na ile ukilinganisha na ligi kuu unaona ni jaribio ambalo ni gumu sana kutimilika. Kwa hiyo kwa mazingira kama hayo walikuwa wanafanya vitu gani wanapatia FC Bayern, walikuwa wanafanya vitu gani wanapatia PSG kumaintain miradi ambayo ni mafanikio. Na mimi hicho yani Yanga wakingamua na wakikubali kukiishi hicho kitu kwa sasa ndio itadetermine whether wanakwendaje mbele ama wanabakije hapa walipo hivi sasa. For me, kwa mfano leo kwenye kosi cha kwanza kilichoanza palikuwa pana wachezaji wapya wawili. Mohamed Hussein Zimbwe pamoja na Ofen Chikola. Ofen ni passion mpya, kijana ambaye anajaribu kuandika jina lake kwenye historia ya soka la Tanzania. So kila kitu kwake ni kujaribu kuanza safari ambayo itamfanya akumbukwe maisha yake yote, kama ambavyo Young Africans leo akitajua Mlishongasa hata saa 9 usiku wanaamini ni mchezaji bora aliyewahi kutokea kwenye historia ya club. Anajaribu kufanya hicho kitu pia Ofen, mchezaji mpya ndani ya club. Kwa hiyo kwake yeye kukabiliana na mlinzi wa kushoto wa KMC, it's not just about winning zidi ya ule mlinzi, it's about pia kuandika legacy ndani ya klabu ya Yanga. Akiscore, akiassist, kwake it means something. Kwa hiyo nishati yake kiwanjani akiwa anapambana kuishindia Yanga magoli na yeye mwenyewe kuandika jina lake kwenye historia ni tofauti na lese mtu kama Pacome ambaye tayari
kwenye vitabu vya Yanga yes, wanamkumbuka na wanaweza wakamjengea sanamu. Umeona? Lakini unakwenda kwa Mohamed Hussein, mchezaji mwingine mpya. Tunasahau kwamba this is a serial winner. Huyu si mtu ambaye anakuja Yanga akitafuta mafanikio kwa mara ya kwanza. This is the guy ambaye tayari ameshashinda. Yeah, of course. Which means ile idea ya kwamba ameingia kwenye squad ambayo kisaikolojia iko complacent, imeridhika na mafanikio, na inawezekana isipokee sana idea mpya, ama yani unajua ule upya wa mambo ukawa ni mgumu sana kuaccept, akawa naye ni miongoni mwao kwa sababu na yeye ametoka kwenye kucheza kwa mafanikio kwa muda mrefu sana. Which means sasa kwenye wachezaji 11 walioanza leo wa Yanga, wachezaji 10 ni wachezaji ambao wamehusika na miradi ya mafanikio ya soka. For sure. Now katika hao wachezaji 10 unarejea kwenye recruitment ya Yanga ambayo imefanyika msimu huu kwa ajili ya kuhakikisha kikosi kinaendelea kufanikiwa. Sahihi. Kwa nini wachezaji 10 wa msimu jana, hata tuseme 9, tumtoe na Zimbwe, wachezaji 9 wa msimu jana bado wanaendelea kuwa backbone kwenye squad ambayo imesajili kiungo mpya kwa fedha nyingi, squad imesajili mshambuliaji mpya kwa fedha nyingi, winga mpya kwa fedha nyingi. Sawa? Yes. Kwa hiyo ukitumia hicho kigezo utapata msingi wa jibu la kwamba decline ya Yanga inachangiwa, ama hizi performance ambazo tunaziona zinasuasua za Yanga. Na nitakuja kuelezea kwa nini pengine tuliona hata mabadiliko kwenye dakika 30 za mwisho za kumalizia mchezo. Yes. Decline ya Yanga for me, cha kwanza ambacho kama hawato kitazama na kufanyia kazi kitawagharimu ni namna ambavyo wanafanya recruitment. Kwa maana ya kwamba Yanga iliyofanikiwa, ambayo ukifumba macho unakumbuka kiungo wake mkuu alikuwa Khalid Aucho na Mudathir ya tumuongeze. Sasa hivi ukifumba macho ukifumbua, licha ya transfers ambazo zimefanyika, hauoni watu ambao wanakuja kukupa the same energy. Sasa hivi kwenye upande wa Isla Mwenda kwa mfano, ni changamoto ipi ambayo wanayo au tutumie yao jinsi alivyokuwa anacheza? Yeah, of course. Daraja ambalo yao walikuwa wanawapa Young Africans ni daraja ambalo Isla anawapatia kwa michezo aina yote, zidi ya KMC na zidi ya National Athlete anaweza kuproduce same level of performance. Sawa? Utakuja kwa Pacome, watu wanaweza wasizungumze sana kwa sababu leo ameassist na amescore, lakini the best Pacome mechi ya leo alikuwa anairarua. Of course. Yani the best Pacome ambaye anafahamika game ya leo alikuwa anairarua kwa sababu defense ilikuwa way open ya KMC, yani alikuwa anafanya anachotaka, lakini leo it was a bit too predictable. Anakabwa mipira yani kwa mazingira ambayo hatujamzoea, anapoteza katika mazingira ambayo hatujamzoea. Which means hili ni jambo ambalo linahama sio tu kiwanjani mpaka kwenye level ya uongozi. Uongozi uliweza kuliona mapema kwamba tunapaswa kufanya recruitment ya kuweza kuwabadilisha hawa ambao wanaonekana wameanza kuchoka na kuifanya timu ishushe performance, ama kisaikolojia ambao ni washindi sana na wanaanza sasa kushuka. Tulete watu wengine ili miradi yetu ya mafanikio